rahisi. Yaani toka nina mahusiano naye sina amani kabisa. Kwa nini? Sina amani tu. Mimi sikuelewi. Sana wewe nene. Mimi mahusiano ni siataka ni siamuri, mimi nataka niwe na mwanaume. Mwanaume? Ndio. Kwa nini maanisha sikulizishe? Hadithi yetu haiishi kamwe. Oya Tom. Wewe Tom, mbona unazingua mwanangu? Ulikuwa wapi tangia asubuhi mpaka saa hizi afu nakuona umelala hapa? Neema brother, ndo sielewi kapatwa na nini? Mapenzi atakuwa achana nayo, focus na kazi. Brother, nitoka naye mbali sana, ila majibu alionipa leo mimi yananiumiza. Kumbuka yule mwanamke akupendi kwanza. Mimi nishakwambia focus na kazi baba. Angalia bwana, kwa kazi sifanyi, ila yule mwanamke mimi nampenda, ndio maana nafanya hivi. Akupendi, kumbuka hilo. Oa, nishakwambia tuondoke tukafanye kazi. Tuondoke. Wastani. Moyo inabidi tuingie chuo. Tukamaliza mambo ya usajili, unaelewa? Wewe kaka. Nikamilishe usajili sasa. Maana mimi nilikuwa nikikaa tu bila kukamilisha usajili. Afu, nikumbuka kitu hapa. Leo bwana, si nikasema ngoja basi niende chuo kule. Nikaangalia mazingira, unaelewa? Sasa hivi unajua kuna yule binti fulani hivi, kuna siku ile ambayo nilikuja hapa mara ya kwanza ukanipeleka chuo hivi na Baraka. Si nikwambia habari zake? Ya. Sasa hutaamini yule binti si leo nimemkuta tena. Usiniambie. Mimi nimekaa zangu geto hapa nikaa sasa nifanye nini? Sasa basi niende chuo. Sasa nafika kule chuo nikaangalia mazingira na mkuta yule binti. Acha cha ajabu zaidi. Leo nimemkuta tena. Usiniambie. Oya. Vipi? Wewe mtongozani? Sasa unajua sio mingo zangu hizo kaka. Dogo na zingu, mdogo wangu utakufa na vichupa mdogo wangu. Yaani mimi kama mimi sasa ninyekule kwa hizo. Yaani dogo langu hii ni dawa yangu baba. Mwelekezo ndugu yangu ndo mwelekeza ni atuelewe ndugu. Mwanangu sikia sasa. Umechukua namba kwanza? Sasa Baraka. Mtu nimemkuta anatia huruma, sawa? Analia. Alafu nimuombe namba tena. Hivi kweli naingia akilini? Na hiyo Juma tena wanasema tena ni mtongozi. Hivi kweli nasaidia kumtongoza mtu katika alio kaka chini.
Mimi huyu Juma ananijua tangu nikiwa mtoto. Juma nimesoma naye toka la kwanza. Baraka, sijawahi kutongoza mwanamke yoyote toka nikiwa darasa la kwanza. Hivi watu wa mkoani mna shida gani? Changamka blaza. This is Dar es Salaam eh? Ukionea huruma mwishoni hautawapata. Hamna kuonea huruma hapa. Changamka bana. Ya ndogo utaenda kulala nje unatusubiri tu mtu ana nesa tu hapa kama da. Ai nesa nimeenda kunesa tu nasikizia milio huko. Changamka. Sijasikia milio. Mdogo wangu. Ndio hii ni daa chuo hichi mdogo wangu. Bomu likimwagwa tu. Afu sikia. Dogo zaidi ya bomu mdogo wangu kuna mchongo. Waona usemaje? Sema wewe. Huo mchongo dogo yaani wewe kuonga milioni ni kazi ndogo tu mdogo wangu. Juma. Unamkumbuka Jennifer? Jennifer yule tulisoma naye Olevo. Montres. Jennifer yule ndo mwanamke pekee aliye ndani ya moyo wangu. Licha ya kuwa tumepotezana, lakini siwezi kumwacha wala kumsahau kwa namna yoyote. Naamini nitakutana naye tena. Wewe yumba mdogo wangu na yumba. Ile tutamzoea. Ndio maana kipindi nakuja kumwambia tutamzoea mdogo wangu tutamzoea. Nice. Yaani tuko nina mahusiano naye sina amani kabisa. Kwa nini? Sina amani tu. Mimi sikuelewi. Mimi mahusiano hii siyataka jinsia moja, mimi nataka niwe na mwanaume. Mwanaume? Ndio. Kuna maanisha sikulizishe. Kipi ambacho nakosa kwangu? Labda kamera ya kusuka nakupa, ila mafuta nakupa. Sio nakupenda. Mtu mzuri enda. Afusikia, kuna kitu nafuatilia. Sawa. Sari, yule msichana mbona mnaongeaga ghetto kila day? Hivi ndio nani? Mara mwisho aliniambia anaitwa Aisha. Aisha? Yaani yupoje? Ni mweupe hivi. Alafu sio mnene, sio mbaya. Anifikia urefu fikia Achane. Kachana mambo. Inabidi tuingie kwanza ofisini kwanza kumalizia mambo ya usajili. Umeelewa? Sio kila siku tuende ofisini, turudi nini. Inabidi leo maliza ili tuanze ukurasa wa kusoma tu. Hamna shida, hata hiyo sitoka ghetto kule nilikwambia kwamba leo inabidi nije nikarahishe usajili. Yaani kiingie inabidi unyoshe hapa ghetto tunapasa. Check. Unaona tulivyo mnao wengine. Yaani tunasema wanafunzi wanachuo kama sisi. Bora ukose kula ila endeze mdogo wangu. Inabidi tuingie sasa hivi chuo sawa? Haina shida kaka. Asa unaenda wapi sasa? Ingie chuo. Chuo. Kijana habari? Salama kabisa sawa. Mbona kama wewe ni mwanafunzi mgeni chuo hichi, si ndio? Ndio mimi ni mgeni sasa. Umetokea wapi? Nimetokea Mzumbe Morogoro. Kwanza tuachane na hayo. Sawa? Na issue moja nataka unisaidie hapa.
Kuna binti moja anaitwa Aisha, mwaka wa kwanza, nilikuwa nataka ukajitie. Madarasa yao ni yapo hapa mwanzoni kabisa, mwanzoni. Ukianza iwani hapo. Kuna nataka ukajitie sasa hivi. Unasikia? Darasa hili la kwanza. Tunaona kama wanafunzi mgeni waje kuelekeza mazingira hapa chuoni. Sawa. Mapema sasa hivi usisahau. Sawa. Ni kwangu ni hapo. Sio ukasahau. Si ndio? Mapema sasa hivi mapema. Sawa. Madam Angel. Ndio msibashi. Mmetoka kwa spidi sana kudosi. Nina issue siweze kuongea na nyinyi hapa. Samanini kwanza Mr. Basha na Mr. Saidi. Samanini sana kwa kutoka kule ofisini la. Nina jambo la kuongea na nyinyi. Kuna kitu sio bani mbaya lakini ila nataka kuongea na nyinyi kidogo. Jambo gani madam? Na jambo nimeliona nikiangalia ni hatari sana kwa afya za kazi zenu. Na riski sana. Hilo jambo ni kuna swali nimelisikia pale. Natia fumba kwa kitu chuo institute. Asa issue imefika mbali sana. Sisi. Na sasa hivi iko karibu mkuu wa chuo anaweza kupata hii taarifa. Kwa hiyo nimewaita kwa kani kufanya kazi wenzangu. Yaani natamani mbadilike ni msenu kufanya vinavyofanya. Sababu wala msio mnaoumiza. Lakini umezungumza vizuri sana na tumekuelewa. Ila kwa jinsi unavyoniona na heshima zangu na kiongozi mwenzangu hapa, sidhani kama unaweza kufanya jinga kama hata siku moja. Mimi mwenyewe nilisikia nilishtusha sana. Kwanza hizo taarifa umesikia wapi? Yaani hizo taarifa nimesikia lakini nina uhakika nazo. Mara kwanza niliposikia nilishtuka sana lakini nina uhakika nazo. Kwa hiyo tunifanye. Kwani imenihesabu sana. Wewe unavyotuona sisi tunafanania kufanya hayo mambo. Hamfanani kabisa. Ndio maana nimekuwa surprise. Yaani hamfanani. Sawa, basi nafikiri madam nikutoe wasiwasi hilo swala kwa sababu hakuna kinachoendelea chochote kile, nafikiri tu ni uzushi wa watu na maneno machafu ambayo yanaendelea katika hii kazi yetu. Kwa sababu sio kama mtu atapenda jinsi anavyofanya kazi hapa kazini kwetu. Lakini hakuna ukweli wote juu ya hilo swala. Sawa, mimi ni Sabasha sasa kubishia sana lakini mimi nimeongea tu kwa ajili ya yaani afya sasa sasa. Nilisema tu niwaambie. Na lakini kama nakataa kwamba sio sawa lakini mimi nimewaambia. Sawa madam, nashukuru kwa taarifa, unaweza kaenda. Sawa. Asante. Uwe na siku njema. Karibu tena. Sasa hapo Dr. Abashi, ile swali limeshaanza kwangu. Kama any taarifa zinasambaa alafu sisi wenyewe hatujazisikia, manake sio nzuri kabisa. Kwa kweli ni mimi. Siku hii napanda waplipa. Tapi kwa wasiwasi sababu kuna mtu mmoja akili sana. Na kama shamu si free na spike free. Sasa basi kuiche moja kwa ili hapo space hapa. Ndio maana tuko pamoja sana. Najua katika matatizo kama haya, niona kabisa nikiongozana na wewe inakuwa rahisi kutatua matatizo mbalimbali kwa watu. Watu wa Afrika tunafanya kwa breakfast na swala ya kwa sababu kwa chaji mwili
Tafuzeni swala dogo. Walisai Niambie pesa. hapa chuoni Asia tuna hili sana. Au umetoka na Aisha, au umetoka na nani? Najisikia vibaya sana, yaani ndio yakupenda sana. Hamna, usijisikie vibaya. Maneno yapo. Tafadhali nakuomba usifanyie kitu kama hicho. Ninachotaka kujua kwamba unanipenda au wapenda wengine. Usijaribu kuhusu hilo mpenzi. Unanisikia? Mimi nakupenda sana. Hamna, usijisikie vibaya. Nakupenda sana. Mpenzi wangu, unasikia? Nimekusikiliza vizuri sana, wewe utaonesha. Na nimekuelewa. Mimi sijapunguza mapenzi kwako. Unanisikia? Alafu hizi mada sio za kuongelea maeneo haya. Sio umeona habari kwa maeneo ya chuoni. Kwa tukitoka hapa nitakutafuta, nitapigia simu todogo sasa tunaelewana. Naomba. Aisha, mbona vile sikuelewi? Shida nini? Ama tushete mpenzi. Yaani sisi tunaona ni mazoea ambayo ulikuwa nayo mimi message ni mwimsedi wewe na mwimsedi wewe na mwimsedi. Kuna nini hapo? Ama tushete mpenzi. Huwezi kuniambia hamna chochote wakati yani wewe umekuja mwaka wa kwanza tu umeshakuwa na mazoea na walimu. Shida nini? Hamna kiyote baba. Huwezi kuniambia hamna chochote. Kwani klasi kwetu wewe ndo mwanamke peke yake? Yaani wewe unakuwa na mazoea yani amemsaidi zaidi ya Siara. Shida nini? Hamna chochote kinachoendelea. Sio hivyo mpenzi jinsi unavyofikiria, lakini sina mazoea naye. Huwezi kuniambia una mazoea naye. Mara ngapi nimekuita niko kwa msaidi muda wote uko wewe. Naona sasa ushaanza kunichanganya. Wewe mwenyewe unanielewa kizangu. Hapana. Yaani naona unanichanganya yani. Nakwambia. Tena narudia nakwambia. Umeshanichanganya. Achana mimi. Juma. Achana mimi. Kwa nini lakini? Achana mimi. Kama ningejua mapenzi yana maumivu, ningejifunza kusoma sio kupa